Shughuli za usafiri mjini Kapsabet leo pia zilitatizika pakubwa baada ya mgomo wa kitaifa uliochochewa na kupanda kwa bei ya mafuta na kuanza kusababisha hali ya taharuki. Aidha, wakazi waliojumuisha waendeshaji matatu, madereva wa bodaboda, madereva wa teksi pamoja na wasafiri walifunga sehemu ya barabara ya Kapsabet Chavakali wakitaka serikali kupunguza gharama ya mafuta. Wanasema ongezeko hilo limeathiri pakubwa shughuli za usafiri na maisha ya kila siku. Dan Korir anaarifu. Naam, siku ya leo wakazi wa mji wa Kapsabet wakiwemo wahudumu wa bodaboda, wahudumu wa magari na wengine wanaosafiri wameweza kufunga barabara ya mji wa Kapsabet kuelekea Chavakali. Hii ni kufuatia ongezeko la bei ya mafuta. Hata hivyo, wamesema kwamba wanashinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta kwani imechangia kuongezeka kwa gharama ya maisha. Niliweza kuzungumza na wahudumu mbalimbali na walikuwa na haya ya kusema. Tunaomba ikiwezekana mtusogeshee bei ya mafuta kwa sababu sisi upande wa kusafiri saa hii kuna watu lakini magari hakuna, na tunaomba Mr. President kwa hiari utushukishie mafuta chini. Tumetatizika sana na hii hali ya mafuta ambapo kizingatiwa kwamba bei imepanda na kazi hakuna. Ukiangalia lita moja sasa ni shilingi 215 samani. Tafadhali tunaomba anayehusika na mambo ya mafuta tuangalie, tutengeneze bei angalau tuweze kupata kazi na mambo itakuwa sawa. Mafuta ni kitu muhimu sana katika nchi ya taifa la Kenya, na kama hawatapunguza mafuta itamaanisha kwamba uchumi wa Kenya itaathirika zaidi. Tunaomba ya kwamba serikali hii ipate kuwajali wananchi na wapate kupunguza mafuta. Mipango zingine ya serikali wanaweza kusimamisha kwanza ndiposa wapate namna ya kupunguza mafuta. Na stoi pesa yoyote na ninategemewa na watoto, nategemewa na bibi shule, kila kitu. Kwa hivyo tunaomba tu president wetu William Ruto Samoe utufanyie jambo kuhusu mafuta, ututengenezee mafuta kwa sababu sisi tunateseka na wewe tu ndio utatunusuru kuhusu hii mafuta. Tuko kwa hiyo. Sikiza, ile kitu tunatetea mafuta na barabara yetu ya Kisumu Eldoret ni mbali. So tuko maneno ya siasa nini na nini. Tunataka tuangaliwe hiyo mafuta. Kama jana nimeenda Chavakali nikarudi mpaka Kapsabet, kuja nikaweka mafuta gari, pesa ikashia yote tulikuwa tumetengeneza, hakuna pesa hata kidogo tulipaka nayo. So hiyo ndio tunalia kabisa. Rais yetu hatuna shida na wewe. Inatuumiza tu ni mafuta, ututetee. Wewe ni wetu na sisi ni watu wa tuta. Sisi tuko tuna complain mambo ya maisha ya kila siku. Barabara yetu na mafuta yetu tuangalie. Tunaomba serikali. The reason why watu wamekuja kwa barabara, watu wanalia mafuta. The second thing, kuna watu wanaendelea kufanya kazi, ndio watu wengine wamekuja. Kwa nini watu wengine wamesimama na wengine wanafanya kazi? Hiyo ndio the reason why wamefunga barabara. Nimekuwa nikizungumza na wahudumu mbalimbali hapa mji wa Kapsabet. Wao wameshinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta wakisema kwamba ni vyema serikali kuangalia ama kushukisha bei ya mafuta ili gharama ya maisha vile vile iweze kwenda chini. Kutoka hapa kaunti ya Nandi ni hayo tu kwa sasa, nikiripotia runinga ya Citizen. Jina langu ni Daniel Korir.